Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Taarifa yetu kuu siku huu. Kikosi cha ulinzi wa baharini cha US Coast Guard huko Marekani kimesema kwamba kinafuatilia meli ya tatu ya kubeba mafuta inayohusishwa na Venezuela, huku hali ya uhusiano kati ya nchi hizo mbili ikizidi kuwa mbaya. Serikali ya Marekani imeripotiwa kuwa inaifuatilia meli ya tatu kwenye bahari ya Atlantiki karibu na pwani ya Venezuela, hatua inayozidisha uhasama kati ya nchi hizo mbili. Tayari meli mbili za mafuta zimezuiliwa na jeshi la Marekani mwezi huu, ikiwemo moja iliyokamatwa Jumamosi. Hatua hiyo imeifanya Venezuela kuishtumu serikali ya Trump kwa kufanya kitendo kibaya cha uharamia wa kimataifa. Urusi imesema kwamba imehakikishia Venezuela kuwa itaipa usaidizi na kusimamia namna yoyote, wakati ambapo China imelaani vitendo vya Marekani kwa kile imekitaja kama hatua inayovunja sheria za kimataifa. Victor Kenani anawasilisha taarifa ya Joe Inwood. Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa ametishia kuzuia mafuta ya Venezuela yasitoke nje ya nchi hiyo. Inaonekana kuwa tishio hilo sasa limeanza kutekelezwa. Usiku wa kuamkia Jumapili, katika bahari ya Atlantiki, kikosi cha ulinzi wa pwani cha Marekani kiliingia na kuikagua meli moja ya mafuta. Usiku wa kuamkia leo Jumatatu, kukawa na thibitisho la operesheni nyingine. Maafisa wa kikosi hicho walifuatilia meli hiyo ya mafuta inayofahamika kama Bella One, ambayo inatuhumiwa kutumia bendera ya nchi nyingine kwa njia ya udanganyifu. Hii ni meli nyingine inayokaguliwa katika bahari hii baada ya ile iliyovamiwa wiki 2 zilizopita. Marekani inadai kuwa operesheni hizi zote ni sehemu ya mapambano dhidi ya ugaidi unaofadhiliwa na biashara ya dawa za kulevya. Hata hivyo, Venezuela ina mtazamo tofauti kabisa. Rais Nicolas Maduro ameishtumu Marekani na kudai kwamba inatekeleza wizi na utekaji nyara. Hali hii inatokea wakati ambapo kuna ongezeko kubwa la nguvu za kijeshi za Marekani katika eneo hilo, likihusisha maelfu ya wanajeshi, meli kubwa za kubeba ndege za kivita na zana nyingine nzito. Tayari wameshafanya mashambulizi kadhaa dhidi ya maboti madogo wanazodai yanabeba dawa za kulevya, ingawa hadi sasa hawajatoa ushahidi wowote. Ndani ya bunge la Marekani kumeanza kuzuka wasiwasi kuhusu uhalali wa kisheria wa mashambulizi hayo. Wataalamu wengi wa usalama wa baharini wanasema kwamba hawafahamu kwa undani lengo la Marekani ambalo kwa sasa haliko wazi. Ni wazi kuwa ongezeko la kijeshi la Marekani tangu Agosti katika bahari ya Caribbean ni kwa ajili ya kumshinikiza Nicolas Maduro. Huhitaji meli ya kivita ya tani 100,000 kupambana na walanguzi wa dawa. Ni dhahiri kuwa Marekani inataka kupindua serikali ya sasa, na ndio maana wanajizatiti kijeshi. Katika mkutano wa kikanda, viongozi wawili wenye nguvu zaidi katika eneo la Amerika Kusini walitofautiana vikali kuhusu hali hiyo. Misingi ya sheria za kimataifa inakiukwa. Kuingilia kwa kijeshi nchini Venezuela kutasababisha janga la kibinadamu katika ukanda huu na kuweka mfano mbaya na wa hatari duniani. Argentina inakaribisha shinikizo la Marekani na Donald Trump ili kuwakomboa wananchi wa Venezuela. Wakati wa kulegea katika swala hili umekwisha. Marekani inaishtumu serikali ya Caracas kwa kutumia mapato ya mafuta kufadhili mtandao wa ugaidi na dawa za kulevya. Kwa upande wake, Venezuela imesema Marekani inajaribu kuiba rasilimali zake, huku tishio la vita likizidi kunukia. Mzozo huo kati ya Marekani na Venezuela ndio taarifa yetu kuu usiku huu. Sasa kuanzia leo mpaka mwisho wa mwaka huu 2025 tutakuwa tunakuletea makala maalum za mwisho wa mwaka. Ni makala zinazoangazia matukio muhimu ya mwaka huu 2025. Na hii leo tunaangazia nafasi ya demokrasia katika mataifa ya Afrika Mashariki. Katika eneo hili, mataifa mbalimbali yamekumbana na changamoto ya kushindwa kuwepo kwa usawa katika ushiriki wa raia na mamlaka za dola. Wakati jamii zikiwa zimejipanga kudai uwajibikaji na uwazi, mara nyingi serikali zimejibu kwa kuchukua hatua zinazopunguza uhuru wa kisiasa na kiraia. Kenya, Uganda na Tanzania zinatoa mifano dhahiri ya mwelekeo huu, huku nchi nyingine katika eneo hili zikiwemo Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nazo zikishuhudia shinikizo katika uwanja wa kisiasa, vikwazo kwa vyombo vya habari pamoja na changamoto za haki za kibinadamu. Nchini Tanzania, uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba ya mwaka 2025 ulisababisha moja ya maandamano makubwa yaliyoshuhudiwa na vijana. Vijana Gen Z walijipanga katika miji mikuu wakidai uwazi na uwajibikaji kwa utawala. Vikosi vya usalama vilijibu kwa kutumia nguvu kupita kiasi, jambo lililosababisha vifo vya watu wengi.
baadaye kufuatiwa na ukataji wa huduma za intaneti nchi nzima kwa angalau siku 5 mfululizo na kupelekea kuyumbishwa kabisa kwa mawasiliano. Pia viongozi wakuu wa upinzani kama vile Tundu Lissu walikumbana na vikwazo vya kisheria na kisiasa karibu mwaka wote mzima 2025. Nchini Kenya, ari ya wanaharakati wa vijana iliendelea kuwa juu mwaka wote 2025. Harakati za Gen Z zikiendelea kuandaa maandamano ya amani yanayodai haki za kiuchumi na uwajibikaji wa kisiasa, mara nyingi yakikabiliwa na vitisho na nguvu kali kutoka kwa polisi. Wanaharakati kama Boniface Mwangi walikabiliwa na vitisho na dhulma wakati wakipaza sauti kuhusu changamoto za kiutawala, wakijaribu kuonyesha vikwazo vinavyoendelea juu ya uhuru wa kukusanyika na uhuru wa watu kutoa maoni na kujieleza. Wakati huo huo, nchini Uganda, nafasi za kiraia na kisiasa ziliendelea kubinywa mwaka 2025. Viongozi wa upinzani Kizza Besigye, Bobi Wine na hata waandishi wa habari kama vile Agatha Atuhaire walikamatwa, kuwekewa vikwazo vya wanaharakati na mipaka ya kufanya mikutano ya hadhara. Hatua hizi zinaonyesha changamoto kubwa ya kuhakikisha ushiriki wa kidemokrasia na ulinzi wa uhuru wa kiraia, hasa wakati nchi hiyo ikijiandaa na uchaguzi mkuu mwezi Januari mwaka 2026. Tuyache masuala ya uchaguzi, tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyokumbwa na kutokuwa na utulivu kutokana na waasi wa M23 kuchukua uongozi katika sehemu za mashariki mwa taifa hilo. Juhudi za amani zinaendelea, lakini wimbi la wakimbizi nao wanazidi kukimbilia katika maeneo ya nchi jirani, jambo ambalo linaonyesha jinsi migogoro inavyoweza kuendelea kupunguza nafasi za kiraia na ushiriki wao. Swali ni, yote haya yanamaanisha nini kwa siasa za Afrika Mashariki? Wacha tuende mapumziko mafupi, kisha tukirejea mwenzangu Elizabeth Kazibure atakuwa anajadili swala hili kwa kina kutoka studio zetu Dar es Salaam, Tanzania. Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Ron Clifford. Sasa kama tulivyotaja hapo awali katika makala yetu maalum ya mwisho wa mwaka, hii leo tunauliza, je, demokrasia imekuwaje mwaka huu wa 2025 hapa Afrika Mashariki? Elizabeth Kazibure ameuliza swali hilo mwanasheria Maduhu William kutoka shirika la kutetea haki za kibinadamu Tanzania LHRC, pamoja na mchambuzi wa masuala ya demokrasia na siasa Godwin Gonde. Kwa kweli kwa mwaka huu swala zima la demokrasia katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki imekuwa ni jambo ambalo limeleta tunasema tension au limeleta tafakari kubwa kwa Afrika na kwa ulimwengu kwa jumla. Na kwa sababu demokrasia si uchaguzi peke yake, inagusa vitu vingi sana: uhuru binafsi, nafasi ya vyombo vya kiraia kutimiza wajibu wake, lakini kwemo pia uchaguzi. Pamekuwa na mengi ambayo yametokea. Mathalan kwa nchi kama Tanzania ambayo imefanya uchaguzi, lakini pamoja na mataifa ya jirani tumeangalia nafasi ya serikali na vyama katika kufanya majukumu yake, lakini tumeangalia pia nafasi